mtaona kwa vitendo. Wale wanahitaji mikopo wajitokeze. Mikopo siku hizi imerekebishwa sana. Tunataka tujipange namna ya kufanya biashara yako, mkopo huko tu. Una utaratibu wake, kwa hiyo msipate hofu. Of course, kama alivyosema mwakilishi kutoka kwa mkoa, huwa haya makundi huwa yana inferiority, lakini tuna utamaduni wa kutengana. Lakini sisi tuwaahidi kwamba sasa muda umefika wa kutotengana. Sasa tunakuwa pamoja kama wanadamu wote sawa, na tunatakiwa tusaidiane kwa pamoja. Tukishaanza kujadili hivi walemavu wajeleta mikopo, maombi, amekuja mmoja, amekuja hivyo, yaani tunababaika namna ya kuwapata. Lakini tulikuwa tuna forum hii, ni rahisi kuwapata, lakini pia rahisi kuwasaidia kwenye mikopo ile ambayo haina riba, wakafanya shughuli zao, tukawaelimisha, tukawasaidia kwa ujirani, angalau wakafanya shughuli zao za maisha. Kwa majina naitwa Dr. Zuberi Mzige, mimi ni mganga mkuu wa wilaya ya Chunya. Nimefurahi kuwaona, karibuni sana na mjisikie mko huru, kwa sababu tulitaka kuanza kikao mapema. Kwa hiyo ningependa kwanza nashukuru kwa uwepo wenu kwa pole na huko mlikotoka. Hichi kikao ni kikao ambacho nimekiona kina umuhimu, na leo ni kikao chetu kwa ajili ya watu wenye ulemavu katika ngazi yetu ya wilaya. Kwa hiyo niwakaribishe tena na niombe tu kwa nje ya muda nimekifungua kikao, tuendelee na agenda zinazofuata. Halmashauri kwa kushirikiana na Chama cha Watu Wenye Ualbino kimefanikiwa kugawa mafuta kwa watu wenye ualbino 27 ikiwa wa kiume 13 na wa kike 14 kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Standing Voice katika kituo cha afya Makongorosi pamoja na hospitali ya wilaya. Lakini pia kuwezesha watu wenye ulemavu, walemavu na makundi mbalimbali kuhudhuria sherehe za maadhimisho ya ulemavu wa aina mbalimbali. Halmashauri imeendelea kuwawezesha watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali kuhudhuria maadhimisho ikiwa ni pamoja na viziwi tulishiriki mkoani Singida. Shughuli namba 3 ni utambuzi wa takwimu za watu wenye ulemavu. Kama halmashauri tumefanikiwa kutambua watu wenye ulemavu 1412 katika vijiji vyetu, na zoezi la utambuzi ni endelevu. Mpaka sasa kwa takwimu tulionayo ni 1412 kama jedwali linavyojieleza hapa chini: watu wenye ulemavu wa viungo, wasioona, wenye uziwi, wenye ulemavu wa akili pamoja na wenye ualbino. Ni swala la miundombinu ambayo inaendelea kujengwa inazingatia maelekezo ya serikali kuhusu kujenga miundombinu rafiki kwa makundi yote, ambapo miundombinu yote inayojengwa katika shule za sekondari ni rafiki kwa makundi yote ya mahitaji maalum kwa ajili ya kuweza kutumika. Lakini kwa mpaka kufikia Aprili mwaka huu 2026 tulikuwa na wanafunzi 3 wenye mahitaji maalum ambao ni ulemavu wa viungo ambao wanapatikana kwenye shule 3. Kwa mwaka huu wa 2026 tulikuwa na wanafunzi ambao wana mahitaji maalum kama wale ambao wanahitaji vitabu vyao na nini, lakini mwaka jana walikuwepo na walitoa vitabu. Lakini kwa habari ya walimu sasa, shule za sekondari huwa zinapokea wanafunzi kutoka shule ya msingi. Wanafunzi wale wanapangiwa kwenye shule za sekondari kulingana na mazingira ya shule husika. Sasa shule zetu za sekondari kwa wilaya ya Chunya zinapokea sana wanafunzi ambao ni walemavu wa viungo, kwa sababu wanaweza kuchanganyikana kusoma na wanafunzi wengine. Kwa hiyo ndio maana usikukuta mwaka huu tuna wanafunzi hao tu 3. Lakini tunashukuru serikali pia mwaka huu pia hata walimu pia walipewa vifaa saidizi kwa kuanzia. Lakini serikali ni sikivu, na kama tungekuwa na wanafunzi pia walimu pia wangeleta, kwa sababu walituma template kwamba kama kuna wanafunzi walimu walete, na kama kuna mahitaji vitabu vilete. Lakini kwa bahati nzuri mwaka huu hatakuwa na
uhitaji huo. Wilaya ya Chunya ina jumla ya wanafunzi 422 wenye ulemavu, kati yao wavulana 247, wasichana 175 wenye aina tofauti za ulemavu, ikiwemo wamo wenye ulemavu wa akili, ulemavu wa viungo, ulemavu wa ngozi, albino, ulemavu wa kiziwi na ulemavu wa uoni hafifu na usonji. Hawa wanafunzi wapo kwenye vitengo na shule jumuishi. Vitengo kwa halmashauri ya wilaya Chunya vipo vitatu, ambapo kuna kitengo cha Kibaoni ambapo kuna watoto wetu pale, pia saizi kuna bweni pale. Kwa hiyo ni kitengo kikubwa kwa wilaya Chunya. Pia kitengo kingine kipo Lupa Tingatinga. Pia kuna wanafunzi wako pale wanaendelea na masomo na wanatambuliwa, wanapewa mpaka hela ya chakula kutoka serikalini. Pia kitengo kingine kipo Makongorosi na chenyewe pale kinatambulika, kuna watoto pale wapo wanasoma. Na jumla ya shule jumuishi zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum zipo 43, kwamba hawa wanatambulika kwenye vitengo, lakini wapo wale ambao unakuta kuna shule kuna mtoto mmoja au wawili wapo kule, lakini wote hao wametambuliwa na wanakula chakula cha mchana. Kila mwanafunzi anaingiziwa hela kupitia shule yake. Mafanikio: wanafunzi wote wenye mahitaji maalum wanatambuliwa na kupewa huduma stahiki kama kufundishwa, wanafundishwa huduma ya chakula cha mchana ambao wanapewa na serikali. Pia kupewa vifaa visaidizi vya kuwasaidia wakati wa ujifunzaji na ufundishaji kama wheelchair. Wadau mbalimbali wameweza kutusaidia wheelchair kwa ajili ya wale ambao hawawezi kutembea. Pia mafuta na kofia na miwani. Katika kipindi cha mwaka 24-25 hadi 25-26, halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo ya 2% kwa watu wenye ulemavu kiasi cha shilingi milioni 106 na elfu 50 kwa mchanganuo kama jedwali linavyoonyesha. Katika hili jedwali kuna watu wenye ulemavu ambao wamepatiwa mkopo kama vikundi, na pia kuna watu wenye ulemavu ambao wamepatiwa mikopo kama mtu mmoja mmoja. Mfano, Wabunifu Group, hiki ni kikundi ambacho kipo Ifumbo, kilipatiwa milioni 2. Kuna kikundi kingine kinaitwa Kiwama, kipo Makongorosi, kilipatiwa milioni 50. Kuna Wachapakazi Group ambao wapo Chokaa, walipatiwa milioni 7,350,000. Pia kuna kikundi kinaitwa Walemavu Tunaweza, hapo Mamba, walipatiwa milioni 11,500,000. Pia kuna mlemavu ambaye ni mtu mmoja anaitwa Kenani Mlandege, yuko Lupa, amepatiwa milioni 5. Kuna kikundi kingine kinaitwa Tegemeo Group, kipo Mamba, milioni 13. Kuna mlemavu mwingine anaitwa Joni Anania Mtindia, yuko Matundas, amepatiwa milioni 3. Kuna mwingine anaitwa Ernest Majiashamba Itekelo, yuko Lupa, amepatiwa milioni 2. Kuna namba 9 hapo ambaye alijisajili kama Ponchi Group, lakini yeye ni mtu mmoja anaitwa Efesia, yuko Chokaa, alipatiwa milioni 4. Kuna mwingine anaitwa Debora Dickson, yupo Mkola, amepatiwa milioni 8,200,000. Na mnufaika mwingine ambaye labda nilimsahau yupo hata huko ndani anaitwa Jacob, naye pia ni mnufaika wa hiyo 2%. Changamoto ambazo tunakutana nazo katika kundi hili, ya kwanza ni kwamba kuna changamoto ya watu wenye ulemavu kuto kupatikana kiurahisi. Pia kuna baadhi ya wanavikundi kuto kupatikana kwa wakati muda wa kufanya marejesho tunapowatafuta kwa ajili ya kufanya marejesho, kwa sababu hii mikopo inatolewa sio msaada, inatolewa ili watu warejeshe, ingawaje mikopo hii haina riba, lakini wao mara nyingi hawapatikani. Pia changamoto nyingine, baadhi ya wanavikundi hawafanyi marejesho, na tunapowafuatilia wanakuwa na kisingizio kwamba Mheshimiwa Rais amewasamehe kutokana na changamoto ya wao kuwa walemavu. Changamoto nyingine ni miradi yao mingi inakuwa sio endelevu, lakini kama idara
tuna mikakati mbalimbali ambayo tunaifanya, ikiwemo la kwanza, tunaendelea kutoa elimu ya mikopo katika maeneo mbalimbali, ujasiriamali, na pia tunaendelea kufanya uhamasishaji katika mikutano na pia kwa njia ya matangazo kama PA katika maeneo mbalimbali, ili tuweze kuwapata watu kutoka kundi hili, kwa sababu serikali pamoja na halmashauri inatenga fungu kubwa kwa ajili yao, lakini hawapatikani kiurahisi. Kuna mambo ambayo nitayasema, lakini kuna mambo ambayo baadaye nitachukua kama kuna changamoto ambayo nitakiwa tushirikiane zaidi, tuichukue kwa ajili ya kuisha hizi kamati ziwe vizuri. Kitu cha kwanza, tulitamani tuongeze wajumbe kutoka kwenye vile vyama vya watu wenye ulemavu. Yaani mwenyekiti, tuseme mwenyekiti wa TASI awe mjumbe kwenye hii kamati. Vile vyama viko 7 nadhani. Si ndio jini? Awepo mwenyekiti wa CHAWATA, mwenyekiti wa TASI, vile vyama vyote vya watu wenye ulemavu. Wale wenye viti wao wawe wajumbe kwenye hii kamati. Itatusaidia sana, kama ambavyo sisi kwenye muundo wa kamati ile ya mkoa, wale wajumbe wote, wale viongozi wote wa vyama wanakuwa ni wajumbe kwenye kamati, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana mambo yao mengine ambayo kuna mambo ya watu wenye ualbino yatakosa mwakilishi kwenye hii kamati. Kwa hiyo tukiwa nao wote tutaweza kupata changamoto zao na namna ya kuzishughulikia. Lakini pia mwanasheria ametajwa kwenye hii kamati makusudi kabisa, kwa sababu tuna sheria ya watu wenye ulemavu ambayo sasa ili kamati iweze kufanya kazi vizuri lazima ijengewe uwezo. Tumeona hapa afisa ustawi umeelezea vizuri, umeichambua sheria ya watu wenye ulemavu, vifungu vyake, kwamba kifungu fulani kinashughulikia na nini. Lakini tulitamani kikao kijacho mwanasheria atupitishe kwenye ile sheria ya watu wenye ulemavu, aweze kutujengea uwezo kama kamati, si ndio mwanasheria? Ili sasa tunapoenda sasa tukumove kama kamati, tuwe tunajua kwamba sheria ya watu wenye ulemavu inasemaje. Sisi kamati ndio tunaenda kufanya kwa, lakini tuwe tunajua. Kwa hiyo mwanasheria utatupitisha kwenye kikao kijacho, utatuwasilishia hiyo sheria ya watu wenye ulemavu ili kutujengea uwezo. Lakini pia afisa maendeleo ya jamii anatakiwa kutujengea uwezo pia kwenye hii kamati kuhusiana na fursa zilizopo kwa watu wenye ulemavu. Tunajua tuna fursa za mikopo na tunashukuru taarifa yake iko vizuri sana, na ameweza kuelezea namna, ameonyesha kabisa na changamoto zake. Afisa maendeleo pia atuwasilishia tujengee uwezo kwenye hii kamati fursa zilizopo za watu wenye ulemavu, ile mikopo ya 10% inapatikanaje, ili kamati inapoenda sasa kwenye ground, kwa sababu hii kamati na wajumbe, lazima pia hii kamati italea zile kamati za mitaa na nini na vijiji. Sasa tunapoenda kule kama kamati, tuwe tuna ufahamu mkubwa kuhusiana na hizi fursa, na mtu anaweza kufanya hivyo ni afisa maendeleo kutuelezea vizuri, na sasa ili tuanze kushirikiana naye. Na moja ya changamoto yake aliyosema ni kwamba kwenye mikopo hao watu baadaye wapatikane, kwa maana kwamba sasa tukiungana afisa maendeleo, afisa ustawi na kule kwenye kamati zile za vijiji, tunakuwa watu tunawatambua direct, tunakuwa tunawafahamu, si ndio afisa maendeleo? Na kule kwenye vijiji wana vyama, kwa hiyo watu watatoka kwenye vyama vyao, na ndio maana tumeomba wale viongozi wa vyama wawe wajumbe kwenye hizi kamati, si ndio? Maana tunapompa mtu mwenye ulemavu tumempa mkopo, afisa ustawi anajua anaishi wapi,
kiongozi wake wa chama anachotoka anafahamu. Kwa hiyo inakuwa rahisi hata kwa afisa maendeleo kufanya ufuatiliaji. Nilikuwa naomba afisa ustawi tusaidie mama kuwa na shirikisho la watu walemavu mkoa wa Mbeya. Baada ya chama kimoja hiki utakuta CHAWATA, CHAVITA, hivyo muungano, tukiwa na muungano wa vyama, naomba ni muhimu sana tukawa na shirikisho la vyama vya watu walemavu. Lingine ni kwamba mama, tumeanza na kamati ya wilaya. Lakini kama sheria ya watu walemavu kama inavyosema, tufike basi huko kwenye vijiji. Baki ndio kulikuwa na watu walio wengi, tena ndio kukutana kirahisi, kwa sababu ukiangalia jiografia ya Chunya watu wanatoka mbalimbali sana. Lakini kwa kamati kwenye vijiji itasaidia sana kuboresha maisha ya walemavu. Mtu mwenye ulemavu obvious ana kitu kinaitwa inferiority complex. Yaani muda wote anahisi kwanza anaonewa, muda wote kama ananyanyaswa, hata penye ustawi, penye kuambiwa ukweli anahisi kama anaonewa. Afisa maendeleo ya jamii. Hawa watu sio kwamba hawapatikani, wapo, bila kuelimishwa kuhusu mikopo ya 442. Hela zitaendelea kubaki. Na mtu anafikiri akipewa kama ulivyoeleza changamoto, wengi hawalipi. Na ndio maana tukafikiria kama kamati mkoa, mtu kama mwenye ulemavu anataka kukopa, ni afadhali chama chake kijue. Kwa sababu mtu anakopa, mwisho wa siku anaenda kununua doti ya kitenge, hela imeisha, na hizi hela zinatakiwa tupokezane. Kwa hiyo tunahitaji kuelimisha, kuambia, lakini pia kuwasomea zile kanuni, wajue masharti yake ni yapi. Mtu anahisi kama umemkosea, ukimjibu chochote yeye anahama ofisi, anaenda kwa mkurugenzi, anaenda kwa mkuu wa wilaya. Akitoka hapo anaenda kwa diwani, anaenda kwa mbunge. Mimi wameninyima. Lakini kumbe hana sifa, au umemwelekeza vigezo vya msingi ambavyo anatakiwa avifuate. Lakini yeye anaona kama mimi nimeonewa. Kwa mimi niwapongeze, niwashukuru, lakini kwenye swala la 442 kwa kweli tuendelee. Hawa watu wakishapata ustawi, kwa maana kwamba akishakuwa na kipato fulani, hata ulemavu wake yeye mwenyewe anajisahau. Lakini pia tuwakumbushe watu wenye ulemavu kwamba sio kwamba akikopa sipolipa sheria inamsaidia, kwa sababu yeye ni mtu mwenye ulemavu. Lock up inamhusu, mahabusu inamhusu, lakini na jela vile vile, kwa sababu umekiuka taratibu. Ni kweli sisi watu wenye ulemavu tunaishi na jamii. Jamii inayotuzunguka ndio inayotulea kule. Kwa hiyo hata ushauri mkubwa tunashauriwa sana na watu na wale wanaotuzunguka. Mfano mimi kipindi ambacho nitaka nipate mkopo, kuna watu ambao wanahusisha ili tutengeneze kama kikundi. Lakini walikuwa wananiuliza maswali magumu ambayo nilikuwa nashindwa kuwajibu. Wananiuliza kwamba una uhakika gani kama serikali inatoa pesa? Mbona watu wanadai kwamba viongozi wanataka watumie majina yetu ili wapate pesa? Kumbe jambo la kwanza natamani serikali ifundishe jamii inayotuzunguka, ili jamii kishaelewa, kishatambua, hata sisi tunaolelewa na hao watu watatufundisha vizuri. Hata wasiorejesha mikopo ni kwamba wale wanaowazunguka wanaambia kwamba hizi pesa umepewa ni kwamba ni rais amezitoa, sio kwamba ni serikali inasema, hapana, ila ni watu wanaowazunguka. Sisi tumeshinda kuzipata kwa rahisi sana. Mara nyingi nimekwenda kwa ofisi ya rangu Ruti, ndio hivi, lakini nimshukuru kwamba msaidia kama sisi walemavu kujua sisi tuko wangapi kwenye eneo hili, tunafanya nini. Naomba zaidi mtusaidie sana kujua hawa watu yaani maisha yao yanaendeje, kutujua kama yanaendeje hawa. Mfano mimi mtu wa CHAWATA nikitaka kupata msaada kuwajua hawa watu, angalau nielekeze kwamba ukianza fulani mtafuta fulani, na mimi nitaweza kufanya chochote ambacho nadhani nifanye, nitajaliwa kukiona au kujadiliana nao ndugu zangu. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.